Katika kaunti hiyo wamejitokeza kukashifu vikali jinsi maafisa wa polisi walivyotumia nguvu kumkamata James Mbugua mwenye ulemavu kwenye maandamano ya Alhamisi wiki jana katika kaunti ya Nakuru. Polisi wakimtuhumu kwa madai ya uchochezi wa maandamano, hatua zao zikiungana na hatua ya seneta maalum Crystal Asige kulaani tukio hilo na kutaka haki za kibinadamu za mshukiwa kuzingatiwa licha ya yote. Mike Chalo anaarifu zaidi. Siku tatu baada ya video hii inayoendelea kusambaa mitandaoni ikionyesha jinsi James Mbugua mwenye umri wa miaka 32 alivyoburutwa, kukashifiwa na maafisa hawa kabla ya kutupwa ndani ya gari la polisi Alhamisi ya maandamano ya kuadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z. Maafisa hao wakimkashifu kufunga barabara na kuanzisha maandamano. Hisia kali kutoka kwa watetezi wa haki za kibinadamu zinaendelea kumiminika kutokana na kisa hicho. Wanaharakati katika mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Nakuru wakitaja kisa hicho kama cha kihayawani kilichopania kumdhalilisha Mbugua na jamii ya walemavu nchini, wakitaka maafisa waliohusika kuwajibishwa na kuachishwa kazi. Vilevile James Mbugua na familia yake kupewa wosia wa kisaikolojia. Tunahimiza serikali iweze kufanya ama kuchukua hatua kwa wale ambao walihusika na hiyo manhandling ya James Mbugua. Na ni jambo ambalo linasikitisha kuona ya kwamba vijana ambao ni majenzi ambao wametambuliwa katika katiba hii hawawezi kupumua na hawawezi hata kuruhusiwa kwenda kuomboleza wenzao ambao waliweza kukufa. Kauli za wanaharakati hao zinaendana na hatua ya seneta maalum Crystal Asige kulaani kitendo hicho na kuwataka polisi kuwajibika kisheria katika kazi yao. Seneta huyo mwenye ulemavu akichukua hatua ya kuwasiliana na maafisa wakuu wa polisi na kuwataka kufuata sheria na kuzingatia utu katika azma yao ya utumishi kwa wote. Hili linajiri baada ya ofisi ya inspekta mkuu wa polisi kufika katika eneo la tukio na kuanzisha uchunguzi dhidi ya kisa hicho. Katiba inakubalisha nishikwe kwa nidhamu. But huyo polisi waliniumiza mgongo, mguu. At around 9 p.m, strange numbers started calling and texting. Some of the texts were saying, Shiko, tunajua ni unapanga maandamano, tunakuona. Others were mambo ya maandamano, wachana nao, stop being stupid. Aidha, viongozi wameelekeza kashfa za matendo ya polisi kwake waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, wakimtaka kujiuzulu. Murkomen ameshindwa pahali tumetoka. Sasa pesa imejaa, umewacha ile harufu ya siasa bado huko naye. Ningekuomba wachana na kiti ya waziri, ingia siasa. Na vile vile president, kwa sababu ulichaguliwa na Wakenya ndio usaidie Wakenya, ningekuomba nikiwa nimenyenyekea uache kupatia majukumu ya kazi marafiki zako ama political reject. Mike Chalo, TV 47.